Eneo la Mwereni, eneo bunge la Lungalunga katika kaunti ya Kwale inalilia haki baada ya jamaa yao kuuawa kwenye mzozo wa ardhi. Mzee Kesi Gwende aliuawa kwa kudungwa mshale baada ya kile familia yake inasema ni vitisho vya mara kwa mara kuhusu usalama wake. Familia hiyo inadai kuwa mzozo unahusiana na umiliki wa kipande cha ardhi ya zaidi ya ekari 1000. Maafisa wa polisi Lungalunga wamesema wameanzisha uchunguzi, kama anavyotuarifu Francis Mtalaki. Katika boma la mzee Kesi Gwende, familia, jamaa na marafiki bado wanaendelea kuomboleza. Mita chache kaburi alimolala mzee huyu wa miaka 77 inazua historia ya mgogoro wa ardhi tangu mwaka 1982. Marehemu anadaiwa kukumbana na mauti yake alipokuwa ametoka kwa mwanawe kumweleza kuwa usalama wake upo hatarini. Akaenda akaongea naye, akamwambia mahali imefikia, mimi natishiwa maisha, hali imekuwa ngumu saa hii, natishiwa maisha sababu ya ile shamba. Kwa hivyo mimi wakati wote nikifa mjue nimeuliwa kwa sababu ya hiyo shamba. Mzee alitoka kwa yule mkubwa wangu, akifika njiani ukweli akafumwa mishale. Mzee alifumwa mishale miwili. Sababu kuu ni ardhi ya ekari zaidi ya 1000 wanayosema inamilikiwa na ukoo huu, na kuwa marehemu ameshinda kesi mahakamani mara 3 kabla ya kudungwa mishale hadi kufa, na watu wanaoamini ni kutokana na utata wa ardhi. Watu wanaenda kwa chifu, tunaitwa kwa chifu, tunaitwa polisi, tunaitwa kwa DCI. Kila tukipeleka makaratasi zetu wanaziona kabisa haki ni hii, lakini haki ya kwetu inazamishwa. Hii shamba hata imetumalizia kabisa, mali yetu kabisa tumepoteza. Ndiposa hata wanaona ya kwamba hii familia haina chochote, acha tu tufanye vyenye tunataka. Familia na mashirika ya kutetea haki yanadai kuwa marehemu ameripoti mara kadhaa kuhusu usalama wake, mara ya kwanza ikiwa ni mwaka 2024, ila hakuna hatua polisi waliochukua. Wiki 2 zilizopita vitisho vilizidi kabla ya mauaji hayo. Kesi Gwende, familia hii inalilia haki ikidai kwamba hadi sasa hawajaandikisha taarifa na hakuna mshukiwa aliyekamatwa kufikia sasa. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, kaunti ya Kwale.